Siku unatenda dhambi ndio siku ambayo hofu itajaa kwako. Usipokaa vizuri, hadi biashara yako unaweza ukaiogopa. Usipokaa vizuri, watu unaoishi nao utawakimbia, kwa sababu mshahara wa dhambi ni mauti. Kinachoanza kufa sio mwili, ni roho. Yaani mwanadamu anaanza kwanza kufa roho baada ya kutenda dhambi, na roho inapokufa hofu inaingia ndani yako. Mimi sikufichi, kama ningekuwa ni mtu wa matukio kuja hapa kuhubiri hapa ingekuwa ni ngumu sana kwangu. Nitakuhubirieje utakatifu wakati mimi ni mzee wa michanganyo? Nitakwambieje acha uzinzi wakati mimi tu ni mzee wa madadas? Nitakwambieje acha uzinzi wakati mimi ni mzee wa madadas? Naweza kweli? Unakuta mtu ana hofu ndani yake kwa sababu dhambi inaua ule utu wa ndani. Angalia hivi, roho ya uoga ulionayo imetokea wapi? Maandiko yanasema hivi, Mungu hakutupa roho ya hofu. Mungu hakutupa roho ya uoga, ametupa roho ya kujiamini. Jiulize, hiyo roho ya hofu inatokea wapi? Mshahara wa dhambi ni mauti. Unapotenda dhambi, kinachoanza kufa ni roho. Roho inapokufa, hofu lazima itawale ndani yako. Hofu, na ndio utajikuta adui yako aliyekuanzia ubaya wewe unamuogopa. Mtu amekuanzia ubaya yeye, alafu wewe unamuogopa kweli. Maandiko yanasema kwenye kitabu cha Kumbukumbu la Torati sura 28 mstari wa 10 na ngapi? Wa 7, mstari wa 7 inasema hivi, na adui zako watakutokea kwa njia moja, lakini watatawanyika mbele yako kwa njia 7. Mpango wa Mungu ni kwamba maadui zako wakuogope wewe, sio wewe kuishi kwa kuwaogopa maadui zako. Unanielewa vizuri huo ndio mpango wa Mungu. Lakini maadui zako wataishi kwa kukuogopa wewe, wakati ambapo wewe umekaa vizuri na Mungu.